بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, karibuni tena katika kipindi chetu cha Kahawa ya Ramadhani, kipindi ambacho kinakujieni kila siku za Ramadhani baada ya sala ya Tarawehe, kipindi ambacho kina sheheni mashehe mbalimbali ambao wanakuja kutufundisha na kuelimisha na kutukumbusha yale ambayo tunawajibu nayo katika dini yetu ya Kiislamu, na hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa leo tunao mashehe wetu Sheikh Maqam bin Juma bin Umar na Maalim Suwaid, maarufu mhadhir maarufu wa vyuo vikuu mbalimbali Zanzibar, na mjumbe wa baraza la maulama, na Ustadh Najim bin Qasim bin Khalifa ambao wapo katika Mahad Istiqama, ni walimu wanaotufundishia vijana wetu kizazi cha kesho biidhnillah taala. Karibuni mashekhe katika kipindi chetu cha Kahawa ya Ramadhani. Kipindi chetu cha jana tulikuwa tunao mashekhe ambao wametufungulia kipindi chetu hichi kwa kutuelezea maudhui ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, fadhila zake, ubora wake, nini jamii inapaswa kufanya katika kupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Leo inshallah mada yetu itakuwa ni siyam, som, ambayo ipo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kuanzia tuanze na taarif ya som au siyam. Nini maana ya som au funga kwa Kiswahili? Inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Inshallah taala leo tutaanza kwa kuelezea kipindi chetu hichi kwa mada ya somo. Na as-sawm katika lugha ya Kiarabu bimaana al-imsaku an shay, yani kujizuia na kitu, au tarkuhu, au kukiacha kile kitu. Kwa mfano tujalie mtu alikuwa pengine anavuta sigara wal-iyadhu billah, akaacha ile kuvuta sigara, basi katika lugha ya Kiarabu huyu inaitwa kama kajizuia au swama, kafunga. Lakini vile vile imepokelewa as-samt, kukaa kimya, vile vile na kuja maana kwamba kafunga. Imepokelewa kwa Bibi Maryam, kwa Bibi Maryam imesema inni nadhartu lirrahmani sawma, pale alipoulizwa na watu wake wakataka kujua hali yake jinsi alipokuja na ule ujauzito kapata vipi, basi akasema inni nadhartu lirrahmani sawma, kwamba leo minadhiria kufunga, na kufunga, kwamba kufunga huku ni kunyamaza, kwamba hatazungumza na mtu, kwa sababu aya zinazokuja kasema kwamba walan ukallima al-yawma insiya, sito msemesha mtu yoyote leo. Kwa hiyo ile kutokuzungumza ile katika lugha ya Kiarabu inaitwa samat anil kalam. Vile vile mifano mingine tukija katika lugha, tujalie mfano ngamia au kujizuia na kutembea, vile vile inaitwa swama, swamatil khailu au swama aljamal. Hii katika maana ya kilugha. Kwa hiyo funga katika lugha ya Kiarabu inakuja maana kujizuia kilugha. Mashaallah. Ikiwa funga maana yake ni kujizuia au kuacha jambo, na mara nyingi ikiwa taarifu katika upande wa lugha inakuwa ina alaka na upande wa kisheria. Labda kwa upande wa kisheria pia som tunaiarifu vipi hapo? Katika upande wa kisheria ulama wanasema kwamba as-sawmu huwa al-imsaku عن الأكل أو عن الطعام والشراب والجماع وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع التعبد أو مع النية للعبادة. نكجزية نكولا نكونيوا نكutana na mume na mke mchana wa Ramadhani, wasairi almuftirat, na yale yote ambayo yanapunguza. Hapa maulama wametofautiana katika mambo yanopunguza, tutakuja inshallah mbele kuelezea, lakini yale yote ambayo yanapunguza kuanzia kuchomoza alfajiri
na hapa ndio inaanza wakati wa kufunga. Wakati gani inaanza kufunga? Min tulu'i al-fajr, kuanza kuchomoza kwa alfajiri, ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua. Naita magharibi. Na magharibi, yani jua likishakuzama pale. Watu wa Unguja mjini wamezoea kulia honi. Naam. Kwa hiyo likishakuzama jua, kwa hiyo pale mtu anakuwa kashafungua. Wakati anaruhusiwa kula. Naam. Na yale yote ambayo alizuiliwa nayo katika mambo ya halali. Naam. Naam. Kwa hiyo nia, lakini lazima awe amefuatanisha na nia. Na hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani anafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutimiza wajibu wa nguzo ya Kiislamu. Naam. Jazakallah khair Sheikh Makame, mashaallah umeanza kutufungulia vizuri kipindi chetu. Nadhani kwa wapenzi watazamaji wamefahamu nini makusudio ya siyam kilugha na kisheria. Kama tulivyosikia hapa, siyam ni kujizuia, ni kuacha, ni kunyamaza. Kwa hivyo ukifungamanisha na taarifa iliyotajwa hapa ya kisheria, maana yake hapo ni kuacha mambo ambayo nafsi imekatazwa kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hata yale ambayo kwa wakati yanakuwa ni halali, lakini tu kwa nia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri yake, basi mambo hayo yanakuwa kwa muda huo hayafai mpaka pale ambapo jua litazama kwa siku hiyo. Jazakallah khair Sheikh Makame. Tunakwenda kwa Maalim Swedi hapo na yeye atutolee madini yake. Nguzo zetu zote za Kiislamu au ibada zetu zote hizi mara nyingi zinakuja amri au maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambayo sisi tunazitegemea kama ndio dalili za kufaradhishwa hili jambo. Kwa upande wa saum, ni dalili za kufaradhishwa kwake? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyosema Sheikh Salim kwamba ibada zote sisi tunazifanyia istinbat katika kitabu na sunna, kwa sababu ndio masdar ya hukumu za mambo yote ya kisheria katika Uislamu. Hatuingii katika amali wala hatuiwachi amali, isipokuwa tuwe na dalili ambayo itatuthibitishia kwamba hili jambo tumeamrishwa. Na saumu imekuja sarihi katika Qur'ani, amri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii kwa wazi ina waelekea Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu, hii ni khitabu khasa kwa Waislamu. Naam. Tukisimama hapo katika hiyo maana ya na wanasema kwamba ikija ya ayyuhalladhina amanu kama mtege sikio hapo waumini, hii khitabu ya hii yetu sisi Waislamu. Wasiokuwa Waislamu inakuwa jambo hili haliwahusu, kwa sababu ni jambo la ibada. Hili ni jambo la ibada, na asiyekuwa Muislamu hawajibiki kufanya ibada. Hata akiamua, manake wakati mwingine tunaweza kuwa tuko makazini, tunaweza kuwa pengine sasa hivi watu wana watumishi mabinti majumbani, akasema mimi nimefunga. Kafunga kilugha. Yeye kafunga kilugha tu basi. Kajizuia. Kakosa sharti ile. Lakini kujizuia kwake ghairu maajur. Naam, kwa sababu hajaingia katika mfumo wa shuruti za ibada. Kwa hiyo ya ayyuhalladhina amanu, khitabu kwetu sisi Waislamu hasa, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam. Kutiba bimaana furida. Hii imepita, shafaradhishwa kwenu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama ilivyofaradhishwa ibada hii kwa waliopita kabla yenu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutukalifisha na hii ibada ya saum kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, amekuja na kitu takhfif, jambo ambalo sisi tukilitafsiri maana yake, tukilipima makusudio yake, kwamba Mwenyezi Mungu anatuambia kama kutiba ala alladhina min qablikum, ili situpe hoja kwamba hii ibada ni nzito, tumepewa sisi ndio wa mwanzo sisi umma huu. Hapana, kama kutiba ala alladhina min qablikum, hii inaleta takhfifu
kama aya zilizofuata baada ya hapo vile vile zimeleta takhfifu ayaman ma'dudati. Ndio faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, zote hizo ni takhfifu kwa umma, sio jambo zito, na sio jambo zito, na likitokea dharura hii fanyeni hivi, ikiwa hivi itakuwa hivi. Kwa hiyo aya hii imekuja sarih kwetu sisi Waislamu baada ya kukamilisha zile shuruti ambazo pengine tutakuja zizungumza wakati mwingine, kwamba mtu akiwa aqilun balighun, ndio tayari amekuwa mukallafun naqiyun min alhaidhi wan nifas kwa wanawake, basi hii imemwajibikia kwamba katika mwezi wa Ramadhani analazimika kujizuilia, kwa maana ile tuliyosema kilugha al-imsaku anil muftirati min tului alfajri ila ghurubi shamsi, kwamba yeye aya hii inamwajibikia sasa hivi kwamba ni wajib, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun manake ili iwe ni sababu au ili iwe ni jambo litakalotupelekea sisi katika kutimiza uchamungu wetu kwa Mola. Hapa ndo tutaonesha oga wetu. Kwa hiyo ni wazi mtu akiamua hafungi, manake anaonesha kibri kwa Mola wake, jeuri. Na ukifunga manake wewe unaonesha utiifu wako, unyenyekevu wako kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio tafsiri ya karibu sana katika kuona hii la'allakum tattaqun, kwa sababu kuna watu inakuja Ramadhani hajali kwake Ramadhani Muislamu na isiyo kwa Ramadhani kwake ni sawa tu katika miamala yake, katika kujizuia kwake, manake huyu akutaka kumuonesha Mwenyezi Mungu oga wake. Huyu amefanya kibri, huyu amefanya maasi, na sisi tunatakiwa hapa iwe hii ni sababu ya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu umetuamrisha jambo na sisi tunalitekeleza. Ndio maana ikafungamanishwa na nia yake. Naam, jazakallah khair Sheikh kwa maelezo haya ya kina juu ya hii aya au dalili ya kufaradhisha kwa siyam. Lakini katika aya hii nitajalizia kidogo, kama mtanipa fursa hiyo mashekhe, nijalizie katika hivi vipengele ambavyo kwa mfano wanasema wenye elimu zao ya ayyuhalladhina amanu umetajwa mu'minin, na katika aya nyingine katika Qur'an wameelezewa nani au muumini, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, na ikaendelea mbele na mingine. Naam, yuqimuna as-salata yutuna az-zakata na mingine. Kwa hiyo wale ambao wamejikubalisha kama alivyosema Mwalimu Swedi hapo, kujikubalisha kama wako chini ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale ndio ambao wamepewa hii khitabu na kuondoshwa uzito. Wameambiwa kama kutiba ala alladhina min qablikum, pamoja na kuondoshwa uzito, lakini wanasema pia wenye elimu zao hapo kuna tashjii ya kufanya bora zaidi, kwa sababu umma wetu sisi ni bora zaidi kuliko umma zilizopita. Kwa hiyo bora wenu yaktadhi kumfanya vizuri zaidi kuliko walipopita. Mashaallah, jazakumullah khair mashaallah kwa faida hizi. Tuende pale kwa Sheikh Najim na yeye kidogo au pambe ukumbi wetu kwa maneno yake mazuri katika kipengele hichi cha ambacho Maalim Swedi kashaanza kukigusa kidogo cha shurut za siyam au kabla shuruti, yani vile vile katika upande wa sunna. Sheikh Swedi katupa dalili katika upande wa kisheria wa katika Qur'an, lakini katika upande wa sunna vile vile imepokelewa na hadithi maarufu ya bunya al-islamu ala shahadatu la ilaha illa wa dhakara minha wa sawm Ramadhan. Vile vile kwamba tunakuta kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja kufaradhisha hii sawm Ramadhan. Jazakumullah khair. Turudi kwa Sheikh Najim, ukumbi wako bwana. Allahu akbar. Tumiminie kidogo kikombe cha kahawa kidogo, nao watazamaji waburudike na kahawa Ramadhan. Tuingie katika kipengele cha shurut za saum na mwajibikia kila mtu. Watoto tunaona watoto wanafunga sasa hivi, wanashindana, amefunga 5, amefunga ngapi, wanaekewa zawadi. Hebu tupe zile shuruti hasa nane na wajibikiwa na funga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza bwana, Uislamu ni dini ya fitra, ni dini ambayo imejali
matakwa. Maanake haikuja dini ya Kiislamu kwamba imekuja imeminya binadamu. Naam. Hii saum haina maana kwamba akatumuonyeshe huyu tumkandamize katika hii dunia, la, lakini kuna mambo kwa maadhibu, haikuja tumweke na njaa, lakini kiuhalisia kuna mambo mazuri sana katika hii saum. Na istoshe Allah subhanahu wa ta'ala hakumlazimisha kwamba yoyote lazima, kwamba mtoto lazima, mwendazimu, sijui nani, la, isipokuwa saum ina masharti yake, na masharti tabani yamegawanyika katika mafungu mawili. Kuna masharti ambayo ni wajibi na kuna masharti ya siha. Manake je, kila mtu inamlazimikia kufunga au kuna masharti maalum? Tuanze na hapo. Shurutul wujub. Shurutul wujub, mashekhe au watazamaji na wasikilizaji kwa ujumla, kwanza ili saum lazima ikubalike, lazima kwanza mtu awe Muislamu. Manake al-Islam itamwajibikia saum. Kishakuwa ni Muislamu, basi ni wajibu wake kufanya ibada ya saum. Na vile vile si Uislamu peke yake tu, kwa sababu kuna wengine Waislamu lakini hawana akili. Je, mwendazimu inamwajibikia? Lazima awe na akili timamu, ili akishakuwa na akili timamu na jengine la kuongezea awe ni baligh. Kwa hiyo tunavyoona watoto wanafunga, sio kwamba ndio lazima, wala asipofunga mkamatie mikwaju, la, ni njia ya kuwafundisha na kuwazoesha jambo litakuja kuwajibikia mbele. Ni kumfunza, manake kumzoesha. Man shaba ala shay shaba alayhi, ambaye amekulia katika jambo fulani ndio ambalo linaendelea jambo, manake au vipi? Ndio raha ya Uislamu hii, alhamdulillah. Kwa hiyo Uislamu awe na akili, awe aqil, awe baligh, alafu awe ni muqim, kwa sababu musafir na muqim ahkam zinatofautiana. Sababu yule musafir ana fursa ya kuchelewesha time fulani, kirudi safari nyumbani kutokana na mashaka, hata ikiwa swala ibada kubwa kabisa. Muqim, shekhe, muqim unakusudia kwa faida ya watazamaji. Maana hii muqim inakusudia ni mtu ambaye yupo katika nchi yake, katulia katika mambo yake na maisha yake, sio msafiri. Sio msafiri, maana kaenda pale fulani, kaenda Dubai kwa biashara, kaenda China, anaweza kuchelewesha. Kama nikirudi nyumbani kutokana na mashaka iliyokuwa nayo hii safari, basi ana fursa. Lakini yule muqim ni wajibu kwake kufunga, hana sababu, isipokuwa kuna udhuru mwingine ya kisheria utakapokuja. Lakini madamu ni muqim, madamu ni Muislamu, na madamu ni baligh, na madamu ni mkazi, na jingine la tano alqudra, ana uwezo ala saum. Kwa sababu mgonjwa hawezi kufunga. Akiwa akishakuwa aqil, akishakuwa baligh, akishakuwa Muislamu, akishakuwa yuko pahala pake ametulia nyumbani kwake, manake sio nyumbani, nchi, yani sehemu yake, nchini yake, alafu ana uwezo kufunga, basi ni wajibu wake kufunga. Kwa hiyo mtu ana sifa hizo tano. Muislamu kwanza, awe na akili, awe baligh, awe muqim, yani mkazi wa sehemu, alafu ana uwezo wa kufunga. Hapa labda mashekhe mnasaidie, wakati mwingine huyachukua haya masharti kama haya, utaka kuyaweka au kuyakaifu kwa mujibu wa uoni wao. Yani kwa mfano uwezo, tunaukisia vipi uwezo? Yani mwingine atakwambia mimi bana kufunga vidonda vya tumbo, kufunga mpaka saa 6, kufunga hivi. Mwingine sababu ndogo tu inakuwa mimi sina uwezo. Au aqil huyu mwenye akili kwa namna gani? Yani mwenye akili manake ni Rashid, anayepambanua mambo, au mwenye akili kwamba anajifahamu sasa hivi, anajua anafanya nini. Kuna watu anajua sasa hivi anafanya nini, lakini ghair Rashid, hapambanui kwamba hii na hii na hii. Sasa hebu tuwasaidie kidogo Waislamu. Upande wa mwanzo kwamba mwenye uwezo vipi atajua kwamba mimi naweza kufunga, au mwingine ana vidonda vya tumbo. Hii mpaka tupate kwa daktari. Kama mfano mtu ni mgonjwa na ugonjwa unagawika maradhi. Kuna maradhi mepesi, kichwa, tumbo. Hii maradhi ambayo mtu anaweza kufunga. Jino kidogo. Haya ni maradhi ambayo ya kawaida, si kwamba maradhi thakili mazito akawa hawezi hata kufanya chochote. Ndio. Maradhi madogo
haya anatakiwa mtu afunge, lakini kwa wale maradhi makubwa figo, maradhi ya figo, sukari, tena sukari iwe kubwa, isiwe sukari ndogo ndogo tu, sukari iwe kubwa, kwa sababu mtu mwenye sukari anakuwa hawezi kufunga, hasa sukari kubwa. Hatakiwi akae muda mrefu akawa na njaa, anatakiwa ale yani kwa wakati. Kwa hiyo maradhi kama haya yanatakiwa atuthibitishie daktari, tena pale shekhe atatoa fatwa kwamba huyu ataruhusika na kufunga, na badala yake Sheikh Makame hapo nikenda mimi nikamwambia daktari, chukua bwana niandikie, siwezi kufunga. Hadithi ipo wazi bana, kashana falaysa minna. Manashana falaysa minna. Na kauli yake Mwenyezi Mungu, antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Tunarudia pale pale kwenye nia kwamba ile jambo linafungamanishwa na nia na ni kwa ume. Sasa ndio maana hii inaingia katika shurutu siha. Naam. Kwa sababu sasa mawili yamegawanyika wale. Said maanza na shurutu lujum katika siha. Alafu katika masala hii maana yake zaidi mtu awe yeye mwenyewe kuliko maamuzi ya daktari. Bila shaka tegemea wewe mwenyewe unajiona vipi, usitafute mubarrar ya nipime sukari ukenda leo kama iko 15 ukasema basi siwezi. Hapana, wewe mwenyewe fanya jitihada, kama kuna namna ya kuipunguza sukari yako sasa ikashuka, na toka hapo saumu ni dawa ya sukari. Maana yake saumu inashusha sukari, inaiweka katika daraja nzuri. Labda ikiwa sasa yako wewe ni ya kushuka sana, hii ndio kidogo unaweza kuwa ukajizuilia kula, lakini kama una sukari ya kupanda, maanake ni vizuri kufunga ili irudi katika wakati wake. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo hapa tunataka tuielekeze jamii yetu na watu wawe wai kabisa katika jambo hili, kwamba kwanza mtu atazame takwa Allah, asitafute mubarrar ya kukimbilia kwa daktari, mimi sukari yangu iko hivi. Tazama nafsi yako. Kuna watu anafunga na anaifikisha saumu jioni bado yuko vizuri. Hapa hakuna maana ya kumfanya yeye asiendelee na saumu, ataendelea na saumu yake. Kuna watu akifunga akifika muntasif an-nahar anatetemeka, anakosa nguvu, anatafuta vidonge, anatafuta nini. Huyu sasa, huyu ndio yeye mwenyewe sasa nafsi yake namwambia mimi bwana sifikishi, niko hali hii mpaka watu wanashughulika. Basi kwa hali kama ile anaweza kwenda kwa daktari akapata hiyo ushauri wa kwamba ajizuilie kufunga, na daktari wenyewe bila shaka awe Muislamu muadilifu. Jaribu kutafuta mtu muadilifu, na kama hivyo ulivyosema Sheikh Salum, asizue kitu. Maana usimdanganye daktari kwamba bwana mimi nikifunga na kuwa hivi. Sasa daktari ukimwambia hivyo atakwambia nini? Atakwambia usifunge. Hata kama huna sukari, daktari ukimwambia kwamba mimi nikifunga bwana, nikifika saa 9 za mchana napata hivi, naanguka na pepatika, atakwambia basi usifunge, kwa sababu hayati ya mtu bora kuliko ihlaki. Daktari yote atakwambia usifunge, lakini wewe mwenyewe binadamu jitazame. Kuna watu wakati mwingine wanatujia na masala kajikwaa tu, kwa vibaya hapa, damu nyingi imetoka, anatafuta mubarara, mwambie kafungua utalipa. Kwa hiyo hii ni jambo la'allakum tattaqun, afanye kitu ili hapa tuoneshe uchamungu wetu, oga wetu kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maradhi yapo yanasumbua sana jamii. Watu wengi wana mafigo, watu wengi wana presha, watu wengi wana sukari, watu wengi wana kifafa na mambo mengine, lakini kila mmoja awe haris juu ya nafsi yake kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, atengeneza uchamungu wake. Kama unasibika kwa saumu, Mwenyezi Mungu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, na kama unajihisi unaweza hata baadhi ya siku kazidokoa. Leo najiona niko vizuri, nafunga. Kesho leo nimeamka vibaya, unajaribu kidogo, mara mambo yamebadilika, basi nifanyeni chai. Pia ile wa antasumu khairul lakum, kuliko kujiachia moja kwa moja ukasema mimi nina sukari, mimi nina hivi, sijaribu kabisa. Allahu a'lam. Mashaallah, baraza imenoga, anasema kahawa imoto imekolea. Mashaallah. Wapenzi wa watazamaji wa Istiqama Swahili TV, hayo ndio mambo moto yanayohusiana na dini yetu katika kipindi cha kahawa ya Ramadhani. Tutoke mapumziko mafupi, usiondoke, turudi tena tuendelee kupata hii kahawa ya Ramadhani. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Huu ni wito kwa Waislamu wote kuelekea kwa Mola wao kutekeleza ibada ya hija. Msimu wa hija umefika. Safari ya kiroho inayobadilisha maisha imefunguliwa. Je, umewahi kujiuliza ni vipi utaitika wito wa Mola wako? Zanzibar Istiqama Charitable Organization ni wakongwe wa kupeleka Uislamu kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu kwa usahihi, utulivu na huduma iliyo bora yenye kuridhisha. Kwa nini usisafiri nasi? Miaka 25 ya uzoefu wa usafirishaji mahujaji. Semina muhimu zinazoongozwa na mashekhe wabobezi kabla ya safari na mkiwa safarini. Malazi mazuri katika hoteli zilizo karibu ya misikiti ya Maka na Madina. Huduma ya buffet kwa chakula mara 3 kwa siku. Visa tuachie sisi. Usafiri wa ndege ya moja kwa moja kwenda na kurudi. Madaktari wabobezi muda wote wa safari. Chanjo zote kwa mahujaji. Ziara za maeneo ya kihistoria Maka na Madina. Huduma za kuchinja. Usafiri wa treni kutoka Maka mpaka Madina kwa muda wa masaa 2.5 badala ya masaa 8 kwa usafiri wa basi. Huduma zote hizo ni kwa gharama ya dola 6,700 tu. Nafasi ni chache, wahi hivi sasa. Jina lako lisio miongoni mwa waliochelewa. Jiandikishe leo. Kwa mawasiliano zaidi, fika ofisini kwetu Raha Leo mbele ya msikiti wa Jumuiya ya Waarabu au wasiliana nasi kwa namba hizi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, tunarudi tena katika kipindi chetu cha kahawa ya Ramadhani. Baki nasi, ikiwa ndio kwanza unafungua kipindi hichi, basi tunakuomba usubscribe, ulike na ucomment katika channel hii ili upate kila lilokuwa jipya la kufaidisha jamii. Tunarudi na mashehe wetu ambao wapo leo katika kipindi chetu hichi. Kabla mapumziko tulikuwa katika shurutul wajib au shurutul wujub, sharti za kuwajibika na funga. Tugusia sasa hivi upande wa pili, shurutus sihha, ile masharti ya kusihi ile funga yenyewe. Tayari sasa mtu kashaamua kufunga, kashaingia kwenye funga, imesihi au haijasihi, ina masharti gani? Aiwa. Tunaanza na Ustadh Maqam. Bismillahirrahmanirrahim. Ama kwa masharti ya kusihi kwa funga, kama tulivyoona katika masharti ya kuwajibika ambayo ni albulugh, alaql na alqudra ala saumi na mengine. Lakini vile vile katika masharti ya kusihi kwa kufunga, wengine wanasema alislam, japokuwa alislam wengine wamesema katika sharti za kuwajibika, lakini vile vile ni katika sharti za kusihi. No. Kwa sababu gani katika sharti za kusihi? Kwa sababu hakuna amali yoyote lazima mtu awe Muislamu, yani katika ibada hatukubaliwa mtu katika amali yoyote, sawa ikiwa funga, ikiwa swala, ikiwa zaka, ikiwa haji, lazima awe Muislamu. Kwa hiyo katika sharti ya kusihi ibada lazima mtu awe Muislamu. Je, kafiri hatutakiwa yeye kufanya ibada? Anatakiwa kufanya ibada, lakini akifanya je tasihi? Haitosihi, kwa sababu kakosa sharti. Lazima ingie kwenye imani. Naam, lazima ingie katika awe muslim, ikisha tena ndo after na watenda. Naam. Kwa hiyo katika sharti la kwanza alislam, japokuwa kuna khilaf. La pili at-tahara min al-haidh wan nifas. Hii kwa upande wa wanawake, at-tahara min al-haidh wan nifas. Kwa hiyo wanawake watakapokuwa wana udhuru zao zile, wao hawatofunga. Yani wakifunga haiko sawa. Haiko sawa. Sababu imepokelewa Bibi Aisha anasema radhiallahu anha, ilikuwa tunaamrishwa kulipa funga. Hii inamaanisha kwamba wanawake watakapokuwa katika siku zao zile hawatotakiwa kufunga, sawa ikiwa hedhi au nifasi, mpaka wamalize zile nyudhuru zao. Mwingine akisema ameste kuja kulipa na malizia kabisa na unganisha. Haimwe ajwa. Mashaallah. Katika sharti jingine vile vile tahara mina aljanaba, yani mfano mtu katokezewa na janaba, basi anatakiwa katika mchana Ramadhani anatakiwa afanye haraka, yani akoge ili apate ile saumu yake isi, lakini akibakia vile vile, kwa hiyo saumu yake inaharibika. Hapo kidogo Sheikh tuweke wazi watazamaji wasije wakachanganya.
ikiwa amemkuta janaba mchana wa Ramadhani, kwa namna ipi ya kumwendea mkewe au kalala amekuja usingizini, wasije wakalichukua neno wakasema tunayo dalili ukakoge upesi ambao unaweza, lakini kakoge haraka. Hii kwa mfano imetokezea mtu kalala, ndio kalale kapitikiwa, lakini subhanallah akaona mayara fi naum, katika yale ambayo yanaonekana katika usingizi au imetokezea yote. Sasa ikiwa imetokezea kama hivyo, anatakiwa ajitahidi atakapoamka tu pale akoge kwa haraka, sawa, asibakie katika ile hali ile ya janaba. Kwa hiyo haya ni baadhi ya sharti za kusihi somo. Kuna lolote la kujazia hapo mashekhe Ustadh Najim, Sheikh Suaid? Naam, bismillah. Katika nyingine nini ile nasema al-ilmu bil waqt, sababu ile lazima somo katika wakati maalum, min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams. Sasa ile somo ikubalike, maana yake isihi uweze kufunga ukasema kuanzia saa 10 alfajiri kabla ya adhana mpaka alasiri au mpaka sijui wa dhuhuri, la hiyo itakuwa si somo sahihi. Lazima ufungamane na wakati. Manake min tulu' alfajr ila ghurub ash-shams, yani hamna discount hapo. Hamna hiyo sasa moja kwa moja hiyo. Alafu katika masala mengine inayotajwa ni thubuti shahri Ramadhan. Na katika shuruti siha manake lazima iwe imethibiti. Kama sasa hivi tuko ndani ya mwezi mtukufu, manake bi ru'yatil hilal, bi ru'yatil hilal, kwamba umeonekana mwezi au tufunge, imethibiti kwa Muislamu muadilifu. Si lazima mtu kuona mwenyewe, unaweza kuona mwenyewe. Ndio ukiona mwenyewe mwezi, kwa maana wewe ishakuwajibikia kama wewe lazima ufunge, hata kama haikutangaziwa. Sahihi, kwa sababu umeona mwenyewe, wewe mwenyewe umeona wewe, basi ishakuwajibikia kwako wewe, wajib utafunga Ramadhani. Huna haja tena kusubiri wengine. Lakini maalim sije kwa huyo kaona peke yake ni kope ile la kope jeupe, kaangalia ikiwa inshaka fi dhalika, manake hata ile kuona mwenyewe wanasema, manake ikiwa hukumu ya wote haikupita kwamba leo mwezi umeandama, wewe umeuona lakini haikutangaziwa, umetangaziwa kwamba mwezi haukuandama, lakini wewe umeuona, basi itamwajibikia peke yake, itamwajibikia yeye kufunga. Na akifungua kwa ajili ya kupata hukumu ya wale, manake yajibu alqada, hii siku lazima ilipe, kwa sababu ana yaqini imepaona mwenyewe bila kuhadithiwa. Kuja hadithi somo liruyatihi wa aftiru liruya. Kwa hiyo kama vile kauona anawajibika. Lakini namna nyingine ya kuthibiti mwezi wa hilali ni kuona watu wengine Waislamu waadilifu. Ikithibiti wameuona, basi kutoa habari kwamba mwezi umeandama. Ingawa hapa sasa ndio inakuja khilafu baina alulama kwamba na matali kwamba umeonekana, lakini umeonekana mahala mbali, na hii ndio masala yenye khilafu. Lakini akrab kwamba wale walio karibu na sisi au karibu na mji ule kama watauona, yajibu saum. Naam, mashekhe, kidogo tuirejee hii point ya janaba, kwa sababu jamii zetu hizi tunazoishi wakati mwingine hasa marika vijana huwa wanatafuta vitu kama mpenyo, na tukiangalia mwezi uliopita maharusi yalikuwa mengi, kuna maharusi wepya. Tumesema kwa mwanamume lazima hakikishe kwamba hayupo katika janaba, na ulitaja kwamba itakapomtokezea mchana Ramadhani basi aende mbio kukoga, na kutokezea kwa namna ihtilam, kuota. Lakini tutilie mkazo kwamba kutokezea janaba hii sio kwa mtu kufanya jambo ambalo likampelekea mpaka ikamtokezea hiyo hali, kama ima
kaangalia mambo au akavuta fikra au na mambo mengine chezea au akamwendea ahli yake, haya yanabadilisha moja kwa moja. Ikitokezea kwa haja kusudia kwa bahati mbaya, ndio inatakiwa afanye akakoga. Je, akiendelea hajakoga akikaa muda mrefu hajakoga, basi somo inakuwa inabadilika, inakuwa sio sahihi tena. Jazakumullah khair. Na moja hii imetaja sijui ya nia sio siha, kuambatanisha na nia muhimu, na lazima manake ibada hii ikamilike, hii lazima patikane nia kabla thubuti Ramadhan. Manake kuna baadhi ya watu analala mwezi 29 kwamba vipi, ukiandama ndio nishafunga. Kama hukuandama basi tutakula asubuhi. Kwa hiyo mtu akilala na nia ya namna hiyo, hii nia haisihi kwa saumu, kwamba ukiandama huko kama utaandama na mie nimo. Sasa ukilala hivyo, ukiamka asubuhi kwa nia hiyo, manake wewe siku ile hukufunga. Hata kama mwezi umeandama, wewe siku ile utajizuilia, kwa sababu hukuingia katika nia ya saumu kwa wakati wake. Kwa hiyo linalotakiwa pale mtu athibitishe kwamba mwezi umeandama, kesho nafunga, au haukuandama, kesho tunafunga. Kwa hiyo tukiingia mwezi 29 wa Shaaban, watu wawe na hirs kidogo ya kutaka kujua, kutazama mwezi, kusikiliza, kutafuta habari huku na huku, mpaka akilala awe na yaqeen kwamba mwezi umeandama, kesho tunafunga, au haukuandama, tunafungua. Hayo ni katika yale mambo ambayo tunakuja katika swali ambalo tutapenda tulifungie katika hali ya jamii ya sasa, ya uhalisia huu wa saum na namna wanavyoipokea. Japo kwa jana tulitaja baadhi, lakini tayari tushaona saum ni kitu gani katika dini yetu, sheria yetu, kujizuia mambo ya shuruti za wajib, shuruti za kusihi. Sasa hivi tupo ndani ya Ramadhani. Kwa leo tupo mwezi pili tena, na magharibi ishaingia, ndo tunaelekea mwezi tatu. Tunaona namna gani jamii yetu inavyokwenda katika masoko, manjia, barabara, vyombo, biashara. Ile falsafa hasa ya siyam na lengo lake tunaitathmini vipi katika jamii yetu ya Kiislamu kwa sasa? Tunahisi tunakwenda kwenye lengo alilokia Allah subhanahu wa ta'ala na jamii yetu inaelekea huko, au jamii ipo katika upande na maelekezo ya dini yetu ipo katika upande mwingine? Naam, labda nianze kidogo. Alhamdulillah rabbil alamin, kwamba sisi hapa Zanzibar ni Waislamu wengi, alhamdulillah, na alhamdulillah vyombo vya utawala wetu vinachukua baadhi ya hatua za kutukurubisha na kubadilisha mazingira yaonekane kwamba ni mazingira ya Ramadhani. Kwa mfano kufunga mataim, manake katika miji mingine huoni hili, haikupitiki kama ni Ramadhani. Kila kitu wazi, mikahawa ipo, majuisi yanauzwa, mishkaki mchana, lakini alhamdulillah hapa kwetu kuna namna ambayo utamaduni wetu toka asili, ingawaje sasa hivi tofauti na tulivyokuwa. Mambo yanabadilika sasa, tunaelekea kwengine kidogo, ndio yetu na samongonyoko wa maadili, lakini bado ile ishari ya Ramadhani ipo. Matahimu zinafungwa, vyakula kuuzwa mchana vinafungwa. Kitu ambacho bado kidogo kinataka kifanyiwe kazi, michanganyiko. Michanganyiko isiyokuwa ya lazima katika masoko. Majiani, wanawake wanatoka, sijui kama wanatoka wote, wanatoka kwa dharura, lakini wanajaa majiani, hasa zikija Ramadhani. Mavazi haya yanakuwa bado sio mazuri. Bado wanawake hawajajiweka vizuri kwamba hii sasa ni Ramadhani, ingawaje tuko Waislamu na wasio kwa Waislamu, lakini inapasa hili pia
vyombo vinavyohusika vizidi kusimamia haya, kuongoza na kusisitiza kwamba wale ambao si Waislamu basi lazima watakayadi na jamii ilivyo, hasa katika huu mwezi wa Ramadhani. Vile vile katika jambo la chakula. Manake asiyekuwa Muislamu ruhusa atakula, lakini ale katika stara ndani kwake, kama ilivyozoeleka katika utamaduni wetu, katika majumba yetu. Wanawake sisi tunajua katika hukumu kwamba wao hawalazimiki watakapokuwa na dharura zao. Lakini toka asli tunakotoka katika utamaduni wetu, humuoni mwanamke ndani ya nyumba akala hata ndani ya Ramadhani, kwamba yeye anapika mbele ya watoto, anakula ndani ya nyumba ovyo ovyo. Pengine watoto wanaweza mama hukufunga, vipi leo mbona hivyo? Sasa hugundui wanasema kobe mama kobe leo tena. Basi halafu ajabu, mtoto yule anaweza kwenda kusema nje huko, mama anakula huko, mama leo kala. Lakini kwa sababu watu wanajistiri, wanaistiri ile jambo lile tu peke yake ni kheri kwa Ramadhani. Alhamdulillah. Kwa sababu si Mwenyezi Mungu anasema man yu'adhim sha'air Allah innaha min taqwa alqulub. Jambo hili adhim, na sisi Mwenyezi Mungu, huu ni mwezi adhim, mwezi shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Kwa kila mtu kwa upande wake ajitahidi kuona kwamba mimi natukuza hizi siku adhim, na atakayefanya jambo ya kuzidhalilisha siku hizi akazifanya kama siku nyingine Ramadhani, kwa nini? Basi huyo akufanya sio taqwa Allah. Naam. Wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Kwamba Ramadhani lazima ubadilike, Ni madrasa ya Ramadhani. Ni madrasa nzima kabisa, katika mwenendo wetu, katika maneno yetu, katika tabia zetu, katika mizunguko, kila kitu kibadilike, uonekane wewe manake umetukuza lile jambo ambalo Mwenyezi Mungu kalitukuza. Hata kama unakwenda kondeni, nenda vingine. Kama unakwenda sokoni mwezi wa Ramadhani, nenda vingine. Kila kitu chako kibadilike kwa ajili ya Ramadhani. Sala zako zibadilike kwa Ramadhani. Kwa sababu sasa ndio Mwenyezi Mungu hapo anakuona kwamba hichi kitu kitukufu na huyu kakitukuza. Kama vile kwa mfano mahujaji wanakwenda Maka, au sio? Akifika Maka maana yake anataka kama asikanyage ile ardhi ya Maka. Kwa khushu'i na nini? Maana yake anakikuta kikaratasi pale anakiogopa kwa sababu kaingia mji wa Maka na Madina. Naam. Anajua hichi kitu hapa mahala Mwenyezi kapatukuza na mimi napatukuza. Kwa hiyo na Ramadhani Mwenyezi Mungu kaitukuza, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Umetoa pointi nzuri sana bwana. Tumefahamu shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Huu ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'an. Huu mwezi akiteremka Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yatadarasu alquran fi Ramadhan. Kwa hiyo je, dhahira ile imemalizika? Hapana. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bado kilichokuwa kitukufu ni kitukufu ila yaumu sana. Makka patakuwa ni patukufu mpaka siku ya Kiyama. Alhamdulillah. Ramadhani itakuwa bado Ramadhani, hata kama mtume wetu hayupo bado iko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni kitu. Kwa hiyo hii hali tunatakiwa tuishi nayo Ramadhani na ndani na nje ya Ramadhani. Tusibakie tunajipamba na haya madhahiri ndani ya Ramadhani tu. Lakini katika Ramadhani iwe zaidi. Ipatikane ile falsafa kwamba hapa watu Waislamu wako hivi. Maneno mabaya, michezo ya kupoteza muda ambayo vijana wengi ambayo kuna mambo tunaweza kuyafanya isipokuwa Ramadhani, mpira na nini tukashughulika na nini, tumefahamu. Lakini katika Ramadhani lazima vijana waonekane wamebadilika, wanaingia msikitini, wanasali na ndio nafikiri jamii yetu iko hivi. Hata mlevi utamwona ikifika Ramadhani anasali. Naam, tumuombe Allah tupe taufiki na inshallah aongoe wale ambao watu wakifika Ramadhani wameleleka hivyo. Na kuna mambo yalitulea hivyo vizuri. Kwa mfano zile futari za pamoja. Sasa ile inakuchunga wewe, nenda unakokwenda, lakini fika jioni hapa tuko pamoja. Sasa wewe kama mkorofi tutakuona hapa ukorofi wako. Kwa yale mambo yale ya shiari za Ramadhani zile bado tuzihuishe katika jamii ili turudi katika mahala pazuri inshallah. Jazakumullah khair mashekhe, asanteni sana kwa muda wenu na kwa elimu yenu. Naomba Allah ajalie mliotoa haya katika sadaqa jaria na mizani hasanatikum. Natarajia pia
jamii ya Kiislamu imejifunza na kufaidika na haya yote yaliyotolewa hapa na mashekhe yanayohusu ibada nzima ya siyam ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, na hadi hapa ndio mwisho wa kipindi chetu hichi cha Kahawa ya Ramadhani kwa leo. Inshallah tutakutana tena kesho katika kipindi hichi adhim. Muda ni ule ule wa baada ya tarawehe, na muomba Allah athibitishe katika haki. Lakini leo ondoka na huu ujumbe ambao nimekuachia jana na leo nakuachia mwingine. An-nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radha'i wa in tuftimhu yanfatimi. Nafsi ni kama mtoto mdogo, kiendelea kumpuuza ukampa na kumwendekeza kumnyonyesha, atakuwa anapenda kunyonya pamoja na kuwa kwake katika umri mkubwa. Lakini ukiamua kumwachisha anawacha. Basi ichunge nafsi yako, iongoze, ifahamu falsafa ya saum na uifanyie kazi katika kuichunga nafsi yako na kuacha yale yote ambayo haitaifaa katika dunia yake wala akhira yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Vipi Sheikh?